ilishakufa muda mrefu, kwa sababu uhai wa ndoa upo kwenye tendo la ndoa. Si unaelewa, wanandoa kutoshiriki tendo la ndoa ndani ya siku 30 pasipo sababu yoyote, haleluya, manake hiyo ndoa imekufa hata kama mnaishi. Kuna baadhi ya vitu vinakuwa vimepungua kwenye ndoa. Kuna baadhi ya muunganiko unakuwa umekatika kwenye ndoa. Kuna upendo ambao unakuwa umeshaondolewa, haleluya, manake adui anatumia siku 30 kuua ndoa, haleluya. Uhai wa ndoa upo kwenye tendo, sio kwenye kuishi. Ujaona watu wanaishi, lakini mwingine analala kwa watoto, mwingine analala chumbani, haleluya. Watu wanaishi, mnaona wanaishi pamoja, lakini tendo la ndoa lilisha kufa, manake hiyo ndoa ilisha kufa. Ndio hayo majina ambayo tunaambiwa kwenye kitabu cha Ufunuo kwamba mna jina la kuwa hai lakini mmekufa, haleluya. Kwa hiyo siku 30 kuzimu walizitumia kwa ajili ya kumtoa Esther kwenye nafasi, haleluya. Anasema hajaonana na mfalme. Ananiambiaje Esther hajaonana na mfalme ambaye huyu mfalme ni mume wake ndani ya siku 30, haleluya, ndani ya siku 30. Bwana Yesu asifiwe. Haya, okay, nimesema tutatembea na mifano hii miwili. Tunaona marufuku, amri inapigwa kwa kina Danieli kwamba waruhusiwi kuomba, haleluya, ndani ya siku 30, haleluya. Kitu gani kilikuwa kinatafutwa hapo? Haleluya, yalikuwa yanatafutwa maono ya kina Danieli yauliwe ndani ya siku 30, haleluya. Nasema hivi, unaelewa, unapokuwa mtumishi, haleluya, na hujatumika ndani ya siku 30, haleluya, linabaki jina la utumishi, lakini utumishi tayari umeshakufa. Si unaelewa, muombaji ambao wewe Mungu amekuweka kwa ajili ya kusimama kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya kusimama kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya kusimama kwa ajili ya miji, haleluya, ujaomba ndani ya siku 30, manake kuna vitu ambavyo kuzimu vitaingizwa na kupitisha kwa ajili ya kusababisha mauti ndani ya hizo siku 30. Nasema hivi, Esther alikuwa nje ya nafasi aliyokuwa amewekwa, haleluya, na hii ndio iliyosababisha mauti ikapita kwa Wayahudi, haleluya. Alikuwa yupo nje ya nafasi, ndio maana alikuwa hana taarifa kwamba imepangwa mauti juu ya Wayahudi. Sikiliza, mauti ilipangwa juu ya Wayahudi. Biblia nasema mfalme na akatia sahihi. Sasa kwa sababu Esther alikuwa yupo nje ya nafasi, haleluya, alikuwa ajui kinachoendelea. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hivi, kuzimu wanatumia siku 30 kuua hali yako ya kiroho. Wanatumia siku 30 kuua ndoa. Wanatumia siku 30 kuua upendo kwenye ndoa. Wanatumia siku 30 kuua huduma. Unapokuwa mtumishi, lazima ile huduma iwe inatenda kazi, iwe inatenda kazi, haleluya. Unapokuwa kwenye sekta Mungu amekuweka ya uimbaji, lazima uwe unaimba,